Kwa hiyo yani itoshe kusema mfumo umeshamkataa Haji Sande Manara. Ningemuona kidogo mtu amana angengangania kule ambako aliingia kwenye udaku kule. Umeelewa? Leo anaoa, kesho anaacha. Sijui umenielewa Mara analia mke kamwacha Dubai. Sijui unaelewa Zile zilikuwa zinampa kidogo kiki, alikuwa amehamia kwenye ukurasa mwingine na alikuwa kidogo anaenda kutrend, lakini kwa huku angehamia tu kwa kina huko kwa Aristote, kwa kina Mwijaku, kwa kina Baba Levo. Huko angepata content za kutosha zingempeleka mjini. Huko kwenye mpira tayari hakuna kitu ambacho hajakiongea, vyote anarudia vyote yani. Kwa hiyo Manara hana jipi ambalo atalifanya kwenye au ataliongea kwenye mpira watu wakamwona chaja. Tumalize na hili, kama mwanachama wa Young Africans Haji Sande Manara, uongozi wa Young Africans sasa kwa hili ambacho alichokizungumza kumtouch rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, ni dhahiri shahili wanapaswa watoe tamko. Unajua kitu ambacho tunakosea mara nyingi, umeona wale Skaria kitu alichokizungumza, kwanza hakumtaja mtu, sijui umenielewa lakini pili ameongelea watu ambao wanataka kuchafua, kuharibu mpira wa miguu wa Tanzania, hususan ligi yetu. Hii ligi tumeipambania kwa kiasi kikubwa. Hii ligi tumeitoa mbali. Huu mpira wa Tanzania sasa hivi ushapiga hatua. Umenipata? Sasa basi tuulinde na kuupambania uende juu zaidi, lakini kuna watu wanataka kuchafua. Wahamie sinema zetu, waangalie huku. Kuna filamu zinaendelea. Hiyo ndio inawauma. Sinema zetu hiyo inawauma. Si dhambi, kwa sababu kama mpira ushakushinda, tafuta mchezo mwingine. Umenielewa Na huku sinema zetu si michezo pia. Basi wahamie huko wakafanye. Karia ametoa ushauri huo. Limeonekana ni jambo nini? Baya sana. Katika hali ya kawaida, ndio maana nimesema mimi na narudia, taasisi yoyote ili ikue inahitaji watu makini. Taasisi yoyote ili ikue, ili ipige hatua, inahitaji sana watu makini, wa kuiongelea, wa kuipambania, wa kuifanyia kazi zake. Sijui umeelewa? Inahitaji watu makini. Sasa leo unamruhusu Haji Manara amtukane rais wa shirikisho kwa sababu ya dabi iliyoahirishwa, dabi ambayo bado inachunguzwa, kuna viashiria vya matukio mengi. Sijui umenielewa? Alafu kitu ambacho inaonekana pia uongozi wa Yanga una support haya mambo, kwa sababu hawatoi tamko. Kwa hiyo uongozi wa Yanga una support haya mambo. Kama una support, manake inaonyesha wamemtuma huyu mwanachama wao kuja kumtukana rais wa shirikisho. Umenielewa? Kama hautoi tamko juu ya watu kama hawa, kuna wengine wanasema tuandamane. Wengine wanasema kwamba tuitishe mkutano, kikao. Yaani ni matukio ni mengi. Kwa hiyo maana yake hii nguvu inatoka wapi kama uongozi hautoi tamko juu ya haya? Mbona barua za hovyo za kwenda kasi, za kwenda TFF, za kudai pointi 3, mbona mnaziandika? Na kwa weledi. Mnashindwaje kuandika barua kwamba sisi hatuhusiki? Umenielewa? Kwa hiyo ni moja kwa moja kwamba tafsiri ya haraka, hawa watu ambao wanafanya haya matukio, wanazungumza kuhusu matukio ya Yanga kwamba kuwaunga mkono. Yanga wakikaa kimya, kwa tafsiri ya haraka manake Yanga wanaunga mkono hizi harakati ambazo zinafanywa. Sijui umenipata? Hilo jibu moja kwa moja. Umeelewa? Kama hawaungi mkono, watoke hadharani waseme. Umenipata Yaani sisi hatufungamani na hao wanaongea kwenye mitandao. Tumeshatoa waraka wetu mmoja kwenye kurasa zetu, mpaka saa hizi tunasubiri maamuzi ya TFF. Au sisi tumesimamia msimamo wetu, ila hao wanaoendelea kuongea sisi hatuhusiani nao, ila sisi hatutocheza tena mechi msimu huu, waendelee kuabishia. Umeelewa Sisi sio kuigwa, sisi tunaigwa na kila klabu. Kwa mpira wa Tanzania, Simba ni role model wa mpira wa Tanzania. Sawa Anafundisha vitu vingi. Juzi kuna mtu akaniambia wakati kwenye ubishani, mbona Azamu aliwahi kwenda Kaitaba wakozuiliwa kufanya mazoezi na Kagera Sugar na kesho yake akaenda kucheza mechi? Nikamwambia huo ni utoto wa Azam na kutokujua haki zao za msingi. Umenipata Kwa maana kwamba Azam hawakwenda TFF kupeleka malalamiko yao kama walifanywa fujo, wamefanywaje? Si tunaona itabia imezidi.
Yule jamaa hakuwa na swali la nyongeza. Na sisi hatukukurupuka wana Simba. Tulienda Mwanza tukafanywa fujo. Sawa Tukafanya mazoezi bila uhuru. Tunaenda siku ya mechi KMC, kuna watu wanafanya mazoezi. Sawa Sijui umenielewa? Tukakosa uhuru. Hatukuwa comfortable kuiendea mechi, lakini tukacheza mechi. Tunaenda tena kufanya mazoezi takwa la kikanuni kwenye mechi kubwa ambayo inategemewa utaalamu ndio utatawala wa uwanjani. Unaenda kupeleka imani za kishirikina. Kuna utaalamu mwingine. Utaalamu ni mwingine kwa sababu wewe umezoea kupita kwenye milango ya chooni, umezoea kupita kwenye mageti yasiyotarajiwa. Namna gani tunakwenda wapi kwa kweli? Kwa hiyo ndio maana viongozi wetu kwa uweledi wakaamua kuchukua hatua. Bahati nzuri kwamba TFF wameelewa haya. Sasa wewe upingane na TFF ni nani? Kwa kiburi cha nani? Ndio hapa ninapokujaga mimi kuuliza swali kama wakili msomi. Nyuma yao yupo nani? Nyuma mwiko. Sijui unanielewa? Hawa wanaitwa nyuma mwiko. Nyuma mwiko. Maana yake nyuma kuna mwiko. Sasa huu mwiko ndio unawapa jeuri? Mimi sielewi. Au nyuma yao yupo nani zaidi ya mwiko? Daima mbele, nyuma kuna mwiko. Mwiko unawapa jeuri au nyuma yao yupo nani? Ndio watuambie tu. Swali hilo. Ndio ambalo tunajiachia hilo. Kama hawana mtu yote, kiburi na jeuri wanakitoa wapi cha kuwaita makomando waje watuzuie? Mimi ni kuhakikishie mechi itatwangwa, si ndio Mechi itachezwa na mazoezi tutafanya kwenye dimba la Mkapa. Kama walifukia vichwa vyao vya mbuzi, ndio maana walikuwa wanaota mbuzi pale. Na mpaka mganga akawaambia lazima muende uwanja wa Mkapa hata mechi imeahirishwa. Lazima mpite geti lisiotarajiwa. Lazima mkitoka hapo kama hamjawakuta viongozi wote wa Simba muende Bunju Complex. Muwaone ili mrudi. Hayo masharti kama ametimiza, si bado tutaenda kwa Mkapa kufanya mazoezi. Mechi kishapangwa, mazoezi ya mwisho lazima tukafanye. Na hawana jeuri wala kiburi cha kutukataza. Sisi ndio ambao tumefanyisha hii ligi iwe bora. Sisi Simba. Umenipata bila Simba, wakati kabla Simba na tajiri Mo hajasema naitaka Simba iwe kwenye 10 bora barani Afrika, hakuna mwenye usubutu alikuwa anaota ndoto wa kuiona robo finali ni swala la kawaida kwenye mashindano ya CAF. Umenipata Makundi yenyewe ilikuwa Simba ndo wanaweka hizo rekodi alafu wanasahau Tanzania. Lakini sasa hizi makundi kawaida, si ndio? Robo finali kawaida. Sasa sisi ndio tumeifanya hii ligi pia watu kuwekeza na tukisema no